Karibu tena ndugu mtazamaji. Leo tena tupo na Mwalimu Samuel. Mwalimu Samuel, habari? Salama, habari za jioni. Safi kabisa. Ndio. Kwa Mwalimu Samuel, leo tu na topic ambayo nasema ukengeufu, maaskofu na siasa za dunia. Kwa hiyo kabla hajaenda mbali Mwalimu Samuel, kuna hii neno nasema maaskofu. Hivi maaskofu ni akina nani, na je, maaskofu wanatakiwa kuingia sana kwenye siasa? Na utupe historia kidogo. Hivi siasa imewezaje kuingia kwenye kanisa? Na nipi nafasi ya maaskofu kwenye siasa? Ngia swali kuhusu habari, nadhani kwamba umezungumza habari, kuna neno ukengeufu. Alafu sema ukengeufu wa maaskofu na siasa za dunia. Ni kama ni kichwa cha habari kwamba kuna kitu kinaitwa ukengeufu. Yaani maana yake ukengeufu, mtu anaweza katoka kwenye nafasi ambayo ilikuwa ni ya kwake akaingia katika nafasi nyingine. Huo mfumo ulianza kubadilika hatua kwa hatua. Na unapoitazama ni kwamba kanisa kuanzia ule mwaka wa 30 mpaka mwaka wa 70 pale katikati, ile miaka mingapi? 40. Ndani ya miaka 40, miaka mitatu ya kwanza ni Kristo aliongoza. Kipindi hicho ni kwamba alikuwa hawahusiki moja kwa moja na siasa, alikuwa hajaingilia siasa. Lakini baada ya mwaka 70, ina maana ile hekalu la Yerusalemu lilibomolewa. Wayahudi na Wakristo wakawa wamekwenda nini? Utawanyiko. Kwa namna fulani kwamba imefikia hatua sasa ni kwamba mchungaji amefanya nini? Mchungaji ameuawa, kondoo wamefanya nini? Wamesambaratika. Kwa hiyo kuanzia mwaka wa 70 ule, ukifuatilia vizuri 70 mpaka kama 284 pale katikati, taarifa zipo lakini sio sana, lakini mahali ambapo tulikuta taarifa moja kwa moja kuanzia mwaka 284 wakati wa mfalme Diocletian alitawala 280 na ngapi? 284 hadi kama 305. Na kipindi hicho maana yake ni kwamba kuna wale sasa wanaoitwa Wakristo. Wanaitwa Wakristo, ukiwatazama ni kwamba kiongozi wao haumuoni moja kwa moja. Tofauti na kipindi cha Yesu na kipindi cha Petro na kipindi cha Paulo na mitume. Kwa sababu wale waishakufa. Halafu hakukuwepo na organization, mtiririko mmoja ambao umewekwa. Walisambaratika kila mmoja akihubiri injili ya nani? Injili ya Kristo. Kama makundi tu. Sasa baada hapo ikaonekana kwamba kuna kipindi Diocletian alivyokuwa ameingia, ambaye ni mfalme wa Rumi. Kawaida mfalme wa Rumi kuna kitu anakiita Pontificus Maximus. Maana yake ni kwamba yeye ni mfalme namba 1, lakini pili anajinasibisha kama Mungu. Kwa maana yake ni kwamba alitaka watu wamsujudie. Sasa Wakristo ikaonekana wakorofi, hawataki kumwabudia, basi ikaonekana akawashughulikia sana. Walipata mateso makubwa katika kipindi cha mfalme Diocletian. Sasa alivyoondoka alikuja Galerius ambaye ni kutoka mwaka 305 hadi mwaka 312. Alivyokuja Galerius, lakini baadaye ikaonekana kwamba aliendeleza na mateso, na kuna mateso yaliyotokea katika mwaka 302 makubwa sana, 302 hadi 312. Ishazungumzwa katika nyakati 7 za kanisa. Lakini katika mwaka 311 kulikuwa na kitu anakiita, kuna neno wanaliita edict of toleration. Yaani maana kuna kipindi fulani kuonekana kuna kuvumiliana, kuonekana kama hawa watu kuna baadhi ya mambo yanatofautiana, lakini wafanye nini? Wavumiliane. Katika mwaka huo 311. Katika mwaka 312 akaingia nani? Akaingia huyu anaitwa nani? Mfalme Konstantino. Na nadhani kwa ile kipindi akakomesha nini? Masuala ya mauaji. Ni kama naye aliliongokea kanisa. Mwaka 313 kulifanyika kinaitwa Edict of Milan. Ile ili kwamba sasa ikaonekana kwamba Wakristo sasa rasmi kabisa wakaruhusiwa kuabudu na baadhi ya dini nyingine. Mwaka 313 wanaita nini? Edict of Milan. Kipicho cha mfalme nini? Konstantino. Kwa maana ni kwamba sasa pamoja kule kusumbuliwa, kuuawa, kuteswa, kuonekana sasa jamaa kile unavyowafanyizia wanazidi kuongezeka. Kwa sasa yeye akatumia mbinu nyingine. Ndio akaingia, ikaonekana kwamba wakaruhusiwa sasa wafanye nini? Uhuru wa kuabudu.
wamefanya hivyo, nadhani ndio sasa kimeingia kipindi hicho sasa. Baadaye sasa unakuta ukengeufu ukaanza kuingia. Kwa sababu kile kipindi cha mwanzo walikuwa hawajaungana na nani, dini na siasa zilikuwa hazijaingiliana. Yale Konstantino alikuwa mwanasiasa. Alikuwa ni mwanasiasa, alikuwa ni mfalme wa nini? Wa Rumi. Na kuna kipindi fulani wakati anataka achukue madaraka, kuna majenerali walikuwa wanagombaniana kile cheo. Lakini yeye ikaonekana kwamba sio, aliota ndoto akaona kwamba kuna kama msalaba mweupe, akasema kwa kupitia msalaba huu utashinda. Na kule kushinda basi ni kama akauongokea Ukristo, akaanza kuwa upande wa Ukristo. Kwa hiyo ikaonekana mwaka 313 Ukristo ukaruhusiwa. Sawa. Na sasa unajua kitu ambacho kikiruhusiwa, kwa hiyo kuna pointi moja, kuna kipindi ambapo Yesu katika Mathayo 20:21 kuna kipindi wakati uko hekaluni, wakati anafundisha hekaluni, kuna watu walisema kwamba wewe unafanya haya kwa amri ya nani? Sawa, kwa amri ya nani? Ni nani aliyekupa amri? Kwa sababu hakuwa ameomba kibali mahali popote. Kibali chake ni Mungu. Yesu hajawahi kuomba kibali wala hajawahi kusajiliwa. Kwa hiyo kuonekana kwamba akawajua anachotaka kukizungumza. Akasema sasa niwaulize swali. Ubatizo wa Yohana ulitoka kwa Mungu au ulitoka kwa wanadamu? Jamaa nao wajanja wakasema tukimwambia huyu mtu huu ubatizo wa Yohana umetoka kwa wanadamu, watu wote hawa wanaotusikiliza wanajua kabisa ule ubatizo umetoka kwa Mungu. Hawa watu watafanya nini? Watatupiga mawe. Tukisema umetoka kwa wanadamu watatupiga mawe. Tukisema umetoka kwa Mungu atatuambia mbona sasa hamkumwamini? Wao akasema bwana si hatujui. Na naye akasema na mimi siwaambii kwamba ninafanya kwa mamlaka ya nani. Kwa hiyo unakuta pale inaonekana kwamba Kristo Yesu na kanisa halikuwa limeomba kibali kwenye ufalme wa Rumi ili kuhubiri injili. Sasa baada ya kile kipindi huyu Konstantino aliingia mwaka 313, kuna kitu lugha kinasa ni kama kucompromise. Sasa ni kwamba ule ukali waliokuwa nao, ule moto ukao unazimwa, maana yake kiujanja wala wanaanza kujiunga na nani? Na kanisa. Kwa hiyo kishajiunga na kanisa, masuala mengine kutumikia siasa na dini zana kupungua. Kwa hata inaonekana kwamba ule moto unafanya nini? Unapungua. Baada ya hapo kufika mwaka 325 kama mnavyokumbuka tushalizungumza ile somo ambalo akaitisha tena mkutano wa Nikea. Mkutano wa Nikea, miongoni mwa masomo yaliyokuepo na Utatu Mtakatifu ukakuepo na mafundisho sasa kaingia mchanganyiko ya kidunia. Ule ukengeufu, yani maana yake wanaanza kuondoka katika mstari ule, wanaanza kukumbatiwa na dunia na siasa. Sasa kufika mwaka 380 ilikuwa tarehe 27 Februari, kipindi hicho kuna kitu wanaita Theodosius nini? Kuna kitu wanaita makubaliano ya Theodosius. Ambao yale ina maana kwamba ikafikia hatua sasa kanisa, yani Ukristo ukafanyika kuwa nini? Dini. Kwa dini rasmi. Yani maana yake wakaurasimisha kwamba ndio dini rasmi katika ufalme wa nini? Katika utawala wa Rumi. Yani maana yake kama ni dini ya nchi, state nini? State church. Region. Katika mwaka wa 300 na ngapi? 380. Kwa sasa ina maana kwamba tayari imeonekana kwamba ile Ukristo ule wa asili wa Kristo moja kwa moja ukawa tayari umeingia na vitu vingine, ukawa siasa zinaanza kufanya nini? Kuingia. Na masuala ibada za Kirumi, vitu vingi vikawa vimeingia pale. Mwaka miangapi? 380. Ndipo ina maana Ukristo huo ambao sasa ushaanza kuwa vuguvugu. Uache ule Ukristo wa moto, umekuwa nini? Vuguvugu. Ukawa umekuwa ni dini rasmi katika nini? Katika ufalme wa Rumi. Sasa nilisemaje, unaanza ukengeufu. Kwa mfano tayari ili kipindi hicho sasa kanisa unachozungumza, unajua ni kanisa gani? Lishaanza kujenga misingi ya kanisa Katoliki la Roma. Kwa sababu kuanzia ule mwaka 325 tulishaongeza zile clip jinsi ambavyo imeanza, japokuwa za Coptic la Misri liliingia baadaye, la Orthodox la Ethiopia liliingia baadaye, la nani la Mashariki. Sasa hiyo 380 kwa inaonekana msingi wa kanisa Katoliki la Roma ndio unaanza kujengwa. Ambapo sasa kufika karibu ni mwaka 610. Mwaka 610 ndio kipindi ambacho kuna Papa Boniface, ukitoka watatu kuna Papa Boniface wa 4. Katika mwaka wa 610 ikaonekana kwamba yeye ndio akawa papa kipindi hicho. Lakini baada hicho kipindi
akafanyika kuwa Pontificus Maximus. Yani maana yake ni kwamba sasa kile cheo ambacho kilikuwa natumiwa na makaisari wa Roma. Unaje walikuwa na nyanyaso wa kwanza, baadaye wakakubaliwa kuabudu, baadaye ikafanyika dini ya taifa ya nchi, lakini baadaye ikabidi achukue moja kwa moja, yani kanisa papa mwenyewe sasa akawa amechukua nini? Ule usukani wa uongozi katika mwaka 510. Papa inakujaje? Unajua ni hivi, hapa mwanzoni tulikuambia kwamba cheo cha mzee wa kanisa ni kwenye mtaa, ambaye huyo mzee wa kanisa akichaguliwa kuwa mzee wa kanisa anaitwa askofu. Maana kutofautisha na wale wazee ambao hawajachaguliwa lakini anahusika kwenye ule mtaa. Baadaye sasa ikaonekana wao kuna mzee wa kanisa, huyu askofu ni mtu mkubwa. Ukitazama ni kwamba kama sijakosea kidogo, kuna mfumo ambao sasa wa vyeo umeanza kisiasa katika kanisa Katoliki la Roma. Unaweza kukuta kuna mtu anaitwa katekista. Yule katekista ni mwalimu. Lakini baadaye kuna padri. Kutoka padri unakuta kuna askofu. Kutoka askofu anakuja nini? Askofu mkuu. Kutoka askofu mkuu anakuja kardinali. Kutoka kardinali anakuja papa. Kwa tayari na maana kama zile ngazi zikawa zimepanda, mwisho wa siku ikaonekana kwamba akawa amechukua nini? Sasa angalia nisipani swala la ukengeufu wa askofu. Mskofu akaingia duniani moja kwa moja. Akaingia kwenye siasa, akachukua nafasi ya watawala wa nini? Wa dunia. Ndio pale mwisho akaitwa Pontificus Maximus. Pontificus Maximus wanaita ni kitu wanakiita triple crown. Triple crown maana yake ni kwamba ni mfalme wa mbinguni, mfalme wa duniani na mfalme wa kuzimu. Triple crown. Ndio maana sasa anajifanisha na Mungu sasa. Sasa kwani hujisikia anasamehe dhambi? Kwa mfano akisema kwamba baba, maana yake pale alipo ni kwamba ameandika ile kofia ni kwamba amekaa badala ya Kristo. Ndio maana kupitia kwake unasamehewa dhambi. Lakini duniani maana yake ni kwamba amekuwa ni mkuu wa nchi. Mkuu wa nchi inaitwa nchi gani? Papa ni mkuu wa nchi gani? Vatican State. Ambapo tutalizungumza hili, lakini nadhani kwamba wakati wa Mussolini katika mwaka 1929 ndio kipindi ambapo sasa bendera ya Italia inapepea Vatican na Roma Italia. Maana yake ni kwamba imekubalika katika mwaka 1900 na ngapi? Na 29. Sasa tunataka kuzungumza kwamba kiunabii tunazungumza, unajua Biblia ni Biblia ni kitabu ambacho tunazungumza mapana sana. Hata leo tumezungumza habari ya siasa ya nchi. Lakini bado Biblia ni kitabu ambacho kina muongozo wa dunia. Na ndio maana kasema hata ndugu zetu ambao ni Waislamu watumia ile Qur'ani. Lakini Qur'ani kama inajipya la kusema kuna Muhammad katabiriwa kama wanavyo wao. Lakini yaliyoandikwa ndani ya Biblia unayakuta yaliyoandikwa ndani ya Qur'ani unayakuta ndani ya Biblia. Na dunia na sayari hii tunayoishi tunazipata taarifa za ulimwengu kupitia vitabu hivyo. Na kupitia vitabu hivyo tunajua mwanadamu alipotoka, alipo na anapokwenda. Ili kwamba haya nayo tunayoyaona si kwamba masuala tu ya kuibuka. Ni masuala ambayo yana misingi yake. Sasa ukishafahamu misingi yake, utajua tatizo liko wapi, uzuri uko wapi na ufumbuzi wake uko wapi. Maana yake hautashangaa sana kwa sababu tayari unazo taarifa za ulimwengu. Kwa hiyo utakayoyaona kwamba kwa sasa hali ilivyo, mwanadamu, kabla siendelea hili, mwanadamu ana pande mbili. Yupo mtu ambaye anasema natafuta ufalme wa mbinguni na kupitia dini mbalimbali. Lakini yule mtu ambaye kuna mtu mwingine hahitaji huo. Yeye hajaamini hayo. Ila si yuko duniani. Sasa kwa kuwa yuko duniani, anataka anufaike na dunia kwa yale anayoyaona. Na ndio maana hata leo hii ukiangalia kwa mfano kama ukizungumza, utazungumza haya masuala mazito ya imani na kidini, sio wengi waliojaliwa kuyaona. Kwa sababu hata kanisa sio suala la kundi kubwa. Tushazungumza. Ni suala la watu wachache. Na ndio maana kasema hata hizi taasisi za kidini huwa zimekuja baadaye. Lakini mwisho wa siku zimefuata mfumo ule ule
ambao ni wa kanisa Katoliki la Roma. Kwa hiyo hata mtu akisema kwa mfano watumishi wasiingilie siasa, Gwajima asiingilie siasa, watu wa kawaida hawatamuelewa. Yaani kuna watu hawatamuelewa kwamba huyu mtu anayoongea kuna tatizo gani? Watasema huu ndio nini? Ndio utumishi. Narudi pale pale ni kwamba hata mimi nasema taasisi za kidini ikiwepo Roman Katoliki, ikiwepo Lutherani, ikiwepo kama ninavyosema Uzima na Ufufuo, yeye kama taasisi ya kidini, wakiwepo Waislamu, watu wote ambao ni jamii ya wanadamu wanaoishi Tanzania wana haki ya kuchangia chochote. Nachotaka kusema hivi, sitaki kusema kwamba mitume wana haki ya kuingia katika siasa wala Yesu, kwa sababu nasema hayo siyaiti makanisa, naita ni taasisi za kidini. Kwa hiyo kwa namna usiwe kasema kwamba labda anachanganya, Gwajima anachanganya, spiritual ni kwamba kanisa la Kristo halijai kusajiliwa, kanisa halijasajiliwa, ila taasisi ya kidini inasajiliwa. Hebu nirudi katika Roma, unisema kuanzia mwaka 610 kanisa Katoliki la Roma, ni kwamba kuna kama miaka kutoka Papa Boniface wa 4 mpaka Papa Pius wa 9 katika mwaka 1870. Hata unabii unazungumza miaka 1260, siku 1260, kwa sababu katika mwaka 1870 alitokea mtu mwanaharakati au mpambanaji, mpiganaji wa kipindi cha tunaita nationalism, anaitwa Giuseppe Garibaldi. Yeye ndiye aliyesababisha ni kwamba Papa Pius wa 9 aondoke kwenye upapa. Maana ni kwamba kipindi hicho sasa ni kipindi sasa sio masuala ya tunaita sio masuala utawala wa kidini, yameingia masuala ya utaifa, nationalism. Kwa aliondoka akawa mwaka 1800 ngapi na 70. Nadhani alikaa nje ya huo wigo kwa muda mrefu, miaka mingapi? Kama 59. Yaani kutoka 1870 kuja mwaka 1929, wakati Mussolini sasa alivyoruhusisha nafasi ya nani? Ya papa. Sasa katikati hapo kuna mgongano mkubwa ulitokea. Yaani kipindi chake cha utawala wa papa kulikuwa na migongano mikubwa. Kwa sababu katika mwaka kama wa 800 ni kwamba alimsimika mtawala, yani alikuwa kama ana nguvu za kumcrown au kumsimika mtawala wa nchi za Ulaya, kwa sababu Ulaya kulikuwa inaongozwa na wafalme, kwa falme za nchi za Ulaya. Kwa hiyo kama yeye alikuwa na nguvu. Lakini viliendelea pale katikati kukawa na mvutano kati ya papa na wale wafalme, nani anakuwa na nguvu. Nadhani hata kuna kijana anaitwa Henry sio wangapi kuonekana kwamba walikuwa kama huyu anasema na nguvu na mwingine ana nguvu, mimi nina nguvu. Mwisho wa siku sasa kila mmoja anamtambia mwenzake. Kwa hiyo vimekwenda mpaka ukifuatilia sana kanisa mpaka hata mwaka 1378 kulikuwa kuna kitu anakiita Great Schism, yani kulikuwa na mvutano ambao hata kuna kipindi ikafikia hatua katika habari ya utawala mpaka walipatikana mapapa kama watatu. Papa mmoja wa Ufaransa katika mji wa Avino, lakini mwingine alikuwa katika mji wa Rumi, afa akatoka watatu wakanosa. Kwa hiyo ikaonekana kulikuwa na kipindi cha Great Schism. Kwa hiyo hizi dini na siasa, jinsi maaskofu aliyeingia katika falme za ulimwengu, kukawa kumeleta nini? Utata, mwingiliano wa hali ya juu sana. Kwa hiyo kulikuwa na ukengeufu ambao tunaozungumza, ambao mwisho wake ni kwamba bila kujua mtu anaweza kafikiri kwamba mimi ninaliongoza kanisa la Kristo, nsichanganye, kumbe ishageuka kwamba ni taasisi ya dini. Kanisa nilisema kanisa kama kanisa la Kristo halijai kusajiliwa. Taasisi ya dini inasajiliwa. Sasa hawa jamaa ndio maana kuna watu wanazungumza kwamba kwa nini hawalifungii kanisa Katoliki la Roma. Utalifungiaje sasa? Kanisa Katoliki la Roma haya huku Tanzania ni matawi tu, lakini makao yake makuu yako wapi? Vatican. Wanaongozwa na kiongozi wa nchi. Kiongozi mkuu ni papa. Na kama kiongozi mkuu ni papa, ina maana kwamba ile ni nchi ambapo ina balozi wake. Wale mabalozi wanaitwa nani? Wanaitwa nuncio. Yaani nuncio ni balozi katika nchi ambayo ina Wakatoliki wengi. Tanzania yule haitwi nuncio, haitwa sub nuncio. Anaweza kachukua nchi tatu. Kwa hiyo kanisa Katoliki la Roma ni taasisi kubwa ya ulimwengu na ishai kutawala dunia kuanzia mwaka 1910 mpaka mwaka 1800 na ngapi? Na 70.
Kwa hiyo huwezi ukasikia kwamba eti kanisa Katoliki la Roma, serikali ya Tanzania ilifungie ikae kwanza na mabalozi. Lakini Gwajima kwao ni kazi moja nyepesi sana. Kulifungia kanisa la Gwajima au taasisi ya Gwajima ambayo wao ndio walioipa kibali. Sinakuwa rahisi, kwani waenda watenda wapi? Inakuwa rahisi. Kwa hiyo maana wao ni rahisi tu kwamba wewe tumekupa kibali, masharti yetu ni 1 2 3. Ile kanisa makao yake wako wapi? Yako hapa hapa. Sasa hizo nguvu za kushindana, nguvu za kisiasa na nchi hamna. Sana sana ndio mwisho wa siku ni kutoka nje, aidha kusarenda au kutoka nje kuhubiri bila nini? Kuhubiri bila kibali. Na kuna wakati fulani yeye mwenyewe alisema kwamba aachane na nini? Ajiuzulu ubunge, ajiuzulu na nani na nani ubunge na chama, halafu aachane na siasa ili ajikite katika habari ya nini? Habari ya mambo ya Mungu. Mimi ningeweza kama kumshauri, kwa sababu tayari yeye ni taasisi ya dini na amekubalika. Kwa sasa hivi naona tu angepambana zaidi kwamba ule moto waliouwasha ili kwanza aingie moja kwa moja, tupite hiki kipindi cha mpito, tupate ukombozi. Ukombozi ukishapatikana, basi mwishoni kwani inakuwa shida, asajili upya tu. Na kuna wakati fulani watu kama wale naweza kama aliongea mtu mmoja, hii dunia ina mambo mengi sana na wanaongea maneno ya msingi. Kuna mtu mmoja akasema hivi, hizi dini, yani hawa watu wanasema wanatuchelewesha. Anasema kuna wakati fulani walokole wanasema wanatuchelewesha kufanya mapinduzi ya nchi. Anasema hawa ni kama misukule, kwa sababu ni kama hawa hawapo duniani. Maana yake ni kwamba ni kama sio raia wa Tanzania wanakuwa misukule. Kwa jamaa wanaongea maneno mengine mazito sana. Huwa kuna wakati fulani nikiafuatilia kuna kitu kina ukweli mwingine. Kuna kitu kinaitwa fanatism. Yaani fanatism ni kwa mfano neno ulokole. Ulokole na Ukristo ni vitu viwili tofauti. Ukristo, mtu anakuwa Mkristo kwa sababu ana roho wa nani? Wa Kristo. Mlokole ni jina walilopewa watu ambao hawana uwezo kufikiri wao, wanataka mchungaji afikiri kwa niaba yao. Sasa ukisababisha kwamba mchungaji afikiri kwa niaba yao, unakuwa na hawa nao waita, amesema nini? Unabaki na misukule. Yaani msukule hafikiri yeye. Kwa sababu kuna sehemu nyingine si za maombi, sehemu nyingine za kutenda. Lakini nataka kukisema ni kwamba kanisa ni mystic body of Christ, ulioni. Lakini hawa watu wenye taasisi kuna kutokujitambua tu. Lakini wale ni zile taasisi za dini, na saa nyingine toko mbinguni ambako wanajaribu kufikiria kwenda, inawezekana njia ya mbinguni ni nyembamba sana, haihusiani na taasisi ya dini. Ni swala rohoni. Sasa kwa namna ninayotaka kuizungumza ni kwamba hao watu watakiwa waingie moja kwa moja kwanza kwa pamoja, halafu yapatikane mapinduzi ya kweli bila kuachia wengine nusu nusu, na kwa kama ni unafiki. Watakapoingia kwa pamoja kama hivi, wakiingia inawezekana wakazuia hata machafuko ya stokee. Unajua viongozi au watu wote wakikubaliana jambo kwa pamoja, hata walioko madarakani watakuwa nini? Wasikivu. Ule usikivu kwa huu moto unaokwenda, hakuna naye rudi nyuma. Nadhani kwamba hakutatokea machafuko makubwa, kwa sababu watu wako wengi wamekubaliana kwamba utaua wangapi. Itokea ni kama hata Urusi katika mwaka 1991 wakati wa Gorbachev, watu walitumwa wakanani wanasema ni suni ile maandamano wakayakomeshe. Lakini matokeo yake ikaonekana hivyo, angalia kwamba watu ni wengi mpaka watu walitoka kwenye vifaru wakajamani, basi kwani mnataka nini? Kwa hiyo kwa namna moja nilikwambia hata kanisa Kristo anachokitaka ni kwamba kila mtu awe mwanafunzi wa nani? Wa Kristo. Awe mwanafunzi wa Yesu Kristo. Akishakuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo, kanisa sio biashara. Ndio maana kuna kipindi Yesu alizungumza akasema kwamba mnaifanya nyumba ya baba yangu kwa nini? Kuwa pango la wanyang'anyi. Huyu bwana ni mahinyila akasema nimekuja kuwadasua, gani kuwadasua au kuwabumbulua, kwamba watu waliolala kuwaamsha. Na hata leo kwa mfano kanisa, nilikuwa najaribu kuangalia hata mtazamaji, ni kwamba kuna kipindi kwa mfano fungu la 10.
Kuna kipindi fulani mimi nikitazama fungu la 10 huwa kuna wakati watu wengi sana huwa walikuwa wananipinga, lakini mara nyingi kwenye Agano Jipya naikuta katika Mathayo 23:23. Kwenye Agano la Kale nilikuta ni Ibrahimu alitoa wakati na wanajeshi wake 300 kumkomboa Lutu. Halafu wakati Yakobo anakwenda kutaka kuoa aliweka nadhiri. Lakini baadaye wana wa Israeli walivyotoka Misri, kabila moja la Lawi wakaambiwa wachukue fungu la 10 kwa sababu hawana urithi katika ile nchi. Kwenye Agano Jipya Waebrania sura ya 7 inazungumza kabisa ukuhani ukibadilika, sheria haina budi kubadilika. Kwa kuna mtu anaweza kaenda katika Malaki 3:8 kwamba utoe ili ubarikiwe. Mimi kuna kipindi fulani nikasema mimi kama nitakwenda kanisani basi kama mnaniambia kwamba fungu la 10 lazima liwepo, nikasema sikatai, basi wacha nijifanye mmenishinda. Ila ninachotaka ni hivi. Mimi sitaki kuwa kwenye upande wa kutoa fungu la 10. Nataka niwe kwenye upande wa kupokea ili onekane fungu la 10 natoa. Basi mimi nakuwa upande huo, kwa sababu kama maana Yesu anasema ni heri kutoa, kama anasema ni heri kutoa kuliko kupokea. Lakini tunapokwenda kanisani kuna wengine wanapokea mshahara na wengine hawapokei. Ndio maana Yakobo sura anasema vita vyatoka wapi? Unajua penye fedha kwenye fedha pana ugomvi. Hebu nitaka kusema kuna rafiki zangu fulani hivi ni mashahidi wa Yehova. Mashahidi wa Yehova hata kushiriki siasa wamo kabisa na kundi kao. Lakini vile vile hayo mafungu ya 10 nao hawapo, lakini wanajenga hayo majumba yao ya ufalme. Siyo kuona wanagawanyika. Hawagawanyiki kwa sababu hakuna faida yoyote inayopatikana kule. Lakini kwa mfano kanisa haya ya kilokole au kipentekosti, maana mtu anaweza kuwa ni mwinjilisti. Halafu anajua anayechukua fungu la 10 nani? Ni mchungaji. Kwa hiyo atakwenda pale mwisho wa siku inafikia hatua ni kwamba akienda kuanzisha tawi hawi mwinjilisti, anakuwa mchungaji. Kwa sababu najua kwamba ili upate fungu la 10 na kuhudumia wewe mchungaji. Sasa watu wengine hawana vipawa vya uchungaji nao wakawa wajanja kwamba sisi tunaanzisha ya kwetu ya manabii kwamba sasa. Kwa hiyo kuna ukengeufu mkubwa sana ambao dunia ina mambo mengi mchanganyiko, lakini kwenye hili nimezungumza kwamba ukengeufu wa nini wa maaskofu na siasa za dunia. Kwa kumalizia ni kusema ni kwamba tayari na wahesabia kama wote tu ni jina tu limetumika, lakini wote tu ni wanasiasa. Asilimia kubwa watu wanaosema ni wa dini halafu kasema sisi ni rohoni. Hamna, kuna siasa zimeingia sana. Siasa zimeingia, nadhani kwa mwezi kasema kwamba asilimia katika 100 maana yake 90 na zaidi ya 90, wacha niweke zaidi ya 90. Zaidi ya 90 ya taasisi za dini ni dunia. Ni siasa. Kuna kundi dogo sana. Heri nyewe kundi dogo ambao ni kanisa. Hilo ni Mungu anayelijua. Ni kundi moja dogo. Sasa wengine wasidhani kwamba sasa wako rohoni sana. Hakuna cha rohoni. Watu wengi nao ni namna tu kuvuruga watu. Katika masuala mwenye uwezo wa kutaka kutamka jambo lolote katika habari ya kisiasa katika kipindi ambacho atawasaidia wengine afanye hivyo. Na asipofanya hivyo ni kwamba watafanya wengine halafu atakuwa amebaki nini nyuma. Kwa hiyo hata hili kwa sababu tuko katika sayari moja, mkishakuwa kitu kimoja mkaamua matengenezo kama Tanzania kifanyika, hii ni faida ya nchi, ni faida ya wote, ni faida ya vizazi vyote. Lakini kwa kuwa tumekubali Tanzania kwa katika mfumo wa vyama vingi, lazima zifuatwe sheria, kanuni za vyama vingi. Mkishazifuata ni burudani tu. Yaani ni burudani tu. Hivi anakosa nani? Yaani kwamba akose nani? Sababu msipofanya hivyo maana yake ni kwamba ndio nakuambia kwamba kuna ulevi. Nishazungumza ulevi wa namna nyingi. Kuna ulevi wa madaraka. Lile kundi dogo mkiliachia vile kwa sababu limeshika dola, majeshi na kila kitu. Matokeo kile kundi dogo likiamua kuuza nchi, likifanya chochote inawezekana, sababu wao wanakuwa kama wanaishi peponi au mbinguni, watu wengine wakiwa jehanamu. Kuna mtu mwingine bwana anapenda sana utukufu. Na utukufu maana akishajikuta yeye ana uwezo yani kwa siku moja anaingiza kwa mfano milioni 10. Halafu wewe kwa siku moja unaingiza shilingi 5,000. Kwa hiyo mara nyingi utakuwa unamsujudia yule. Kwa hiyo kuna watu wanatafuta kusujudiwa. Kwa hiyo hataki aondoke pale ili awe na sauti na ibada. Na ndio nilokuambia mwanzoni kwamba hata katika habari za Injili ambayo imekwenda duniani, hasa hivyo katika njia ya madhehebu, kuna kitu wanatoka Ulaya kwenda Amerika. Walikuwa wanatafuta vitu vitatu, yani wanapeleka vitu vitatu. Kwa sababu wanashughulika na vitu hivi vitatu. God, glory
na gold. Yaani maana yake gold maana yake kama wanajaribu kwenda kumhubiri Mungu, wanafanya kazi ya Mungu. Lakini cha pili walikuwa wanatafuta glory. Yaani glory ni utukufu. Lazima upate utukufu kuna wakati fulani watakiwa wengine waonekane wanyonge, halafu wewe uko juu. Halafu la mwisho ikaonekana kwamba ni nini? Ni gold. Gold maana yake ni nini? Ni mali. Na ukifuatilia sasa lile la kwanza limekuwa la mwisho na la mwisho limekuwa la kwanza. Kwa hiyo ndio maana akasema hata Afrika, wazungu wamekuja Afrika, wamehubiri injili, wameitawala Afrika, wameondoka na mali, wameacha Biblia. Na baada ya kuacha Biblia, halafu kuna mtu hataki kuchimba na kujua chanzo. Inafanyika faniti, anapewa imani potofu, anatiwa hofu. Akishatiwa hofu, inaonekana hata kama kuchunguza ni tatizo, anataka aamini chochote hata uongo. Mwisho wa siku maana yake ni kwamba ndio hayo yanayotokea, ni kwamba watu wanabaki, Afrika inabaki maskini zaidi. Na hiyo sio Afrika tu, hata makanisa. Kanisa lishakuwa kabisa ni kwamba wanaita evangelical. Halina mafundisho, lakini linakwenda kwa mihemuko, na kwenda kwa msisimko, na kwenda kwa lugha zisizoeleweka, inakwenda kwa hofu. Unazalisha mazezeta, unazalisha misukule, ambao mwisho wa siku nchi haiwezi ikaenda kwa sababu misukule inakuwa ni mingi zaidi. Na maana yake ni kwamba mtu anaanza kulaaniwa kwamba unamnyoshea kidole mimi na kundi moja dogo sana, nimeanza hivi karibu, lakini kama mimi ninakosea, kwani kila mtu ni mtumishi? Kwani una hofu gani kunyoshewa kidole? Unamtisha nani? Kwa namna fulani kwamba ninachosema ni kwamba kulikuwa na ukengeufu mkubwa wa maaskofu, wakawa wameiacha njia kama alivyosema nini Paulo, wakawa wameingia katika siasa. Sasa kama wameingia kwenye siasa, kuwarudisha sio rahisi. Basi wafanye kazi kwa nguvu kwenye huko siasa, wasije wakaanza kuwa kama na kofia mbili. Kofia mbili, tena wawe huru kabisa kufanya siasa, sio kudanganyana kwamba na sasa narudi kumtumikia Mungu. Anayemtumikia Mungu maana yake ni kwamba huyu Mungu ndiye anayemjua. Kundi dogo Mungu ndio anayelijua, lakini asilimia kubwa, ni kuambia asilimia zaidi ya 90 ya makanisa, madhehebu, misikiti ni uchumi na siasa. Ndio mpaka sasa wajanja wachache, mpaka watu wamekwenda wapi? Watu wanakwenda kuna jiwe limeanguka. Ukiangalia katika Matendo ya Mitume, Paulo amekuwa kule Athene, ni Efeso, anasema Mungu mke wa Efeso ni jiwe fulani ambalo limefanya nini? Limeanguka kutoka juu, wanaliabudu. Hata leo hii ukiangalia sasa watu wamekwenda Maka, sio wametoka kwenda Maka kuhiji. Mamilioni na utalii wa viwango vya juu, ni kwamba tayari ile nchi inafanya nini? Inaenda juu kiuchumi. Kwa namna fulani yatazunguka yote, lakini mwisho wa siku kinachokwenda nini? Ni uchumi. Maana hata haya makanisa ndio zungumza, kianza mtu labda nilikwambia siku moja kana ndala mchanganyiko, anaanza huduma ya injili au kanisa, ataanza akiwa kama vile ni mnyenyekevu sana, ni mchafaki. Mwisho wa siku miaka 10-20 akifanikiwa aishasahau tayari. Kwa hiyo maana ni kwamba hata mtu ambaye kwa mfano anakwenda anasema kanisani, ukienda kule, na mimi huwa nawaambia wote ni watumishi, imani ya kwako, lakini ukirudi nyumba mkeo kama umemwacha mkeo utamkuta mkeo, kama unalala chini utapakuta chini, na huyo akifanikiwa hata kusaidia wewe. Kwa hiyo maana yake ni kwamba kanisani na kile tumtafute Mungu, lakini tujue tuna mwili, tunahusika na dunia, tutumie bongo zetu inavyopasa. Kuna sema ni maombi, sema ile sio maombi, ni kutenda. Ndio ninachokuambia kwamba wewe unasema tutajueje maombi yako unaombaje? Lakini unapoingia kwenye matendo kukaunga mkono, ndio hilo tokea kwamba sasa hivi ule moto waliosema wa no reforms no election ilikuwa kama nijeti kidogo, lakini ule moto umewaka. Na kama umewaka sio wa kufanya nini? Sio wa kupuuza.